Ningependa niwajulishe ya kwamba mkiona hii kofia nyekundu imewekelewa hapa juu, mzee ametuacha. Na kama ni Kamaru ameenda, wadugu na wadada, wanaishi wale mmekuja hapa, tutaenda. Watu wataenda wote. Huyu mzee ambaye mnaona amelala hapa, ametukusanyika kutoka eneo mbalimbali. Ukiangalia katikati yetu, unaona wahubiri wamejaa hapa. Na mimi wakati nilikuwa nasikiliza watu wakiongea juu ya Kamaru, niliona kama Kamaru ni wawili. Kuna ile Kamaru ya miaka 59 ambaye aliimba nyimbo za kienyeji, nyimbo za tamaduni, nyimbo za hapa duniani, za mashauri, za Kikikuyu. Halafu alipofika miaka 59 mzee aliokoka. Alikuja kwa wahubiri wakiongozwa na askofu aliye hapa, Askofu Iroko, na akawaambia imetosha yale nimefanya duniani. Nataka kuokoka, nataka kumkubali Bwana Yesu awe mwokozi wangu. Na walimwombea, wakamkabidhi mikononi mwa Mungu, na akapotea mpaka watu wakasema Kamaru alienda wapi. Lakini aliketi chini ya wahubiri asikilize neno. Na siku moja akakuja kwangu, akaniambia ningependa kuwa mshirika kwa kanisa hili lako. Nikamwambia Kamaru, mimi ni kijana, wewe ni mzee. Wewe iko na miaka 60, mimi iko na 32. Utakujaje chini yangu sasa, nitakwambia nini? Kamaru akaniambia kuna mahubiri umehubiri nikakusikiliza mara 2 na nikasikia unafanya niogope. Na mzee kama mimi, kama mnataka nifike mbinguni, uhubiri kwa njia nitaogopa. Na nikaanza kuhubiri kwa njia Kamaru ataogopa. Na akawa mshirika, akaleta watu wengi. Wakati alisikia mahubiri vizuri, akaniambia niko na marafiki, sitaki kwenda mbinguni peke yangu, nipeleke kwa marafiki. Akanipeleka kwa Gasheru Albert, akanipeleka kwa DK, watu wale nilikuwa nasikia kwa redio, akanipeleka kwa Wahome wa Maige. Ninaona hapa sijui kama mliokoka. Alinipeleka mpaka kwa Maina Kamanda, akanipeleka kwa Mwanja wakati alikuwa hai, alinipeleka kwa watu wengi. Na nikaweza kuwatangazia habari njema. Na leo siku ya mwisho amenipeleka kwa mpaka kiongozi wa nchi nimpe neno dakika chache akiwa msikini. Kamaru amehubiri akiwa hai na akiwa amekufa. Na kwa vile hatuna muda mwingi na tungependa kusikiliza mambo yale Kamaru alifanya, mumeona mpaka wazee wa Kikikuyu wamefika hapa. Wale wakiama wamefika wenyewe. Kamaru alikuwa hivyo. Siku moja Kamaru amekuja kwa kanisa ameniambia, na ningependa uhubiri Catholic. Nikamwambia wewe Kamaru, mambo ya wahubiri na makanisa uachane naye. Akaniambia utahubiri. Na Kamaru huyu mnaona amelala hapa, amenipeleka kwa kanisa ya Catholic. Na vile mimi sijaenda hiyo kanisa miaka nyingi, hata sikujua wanafanya nini. Halafu nilisikia wakitangaza leo tutahubiriwa na Father Ng'ang'a. Nikajua ni nini. Tulipotoka hapo akaniambia sasa utaenda Anglican. Enda uhubiri huko. Akanipeleka Anglican. Mpaka akaniambia siku moja, mimi nataka nikuambie nikiwa Kamaru, nimeitiwa dini zote, hakuna dini sitakupeleka. Na siku moja akasikia kuna mhubiri yuko Tanzania ambaye hajafurahi na Kenya. Alikuwa ni kama anataka kulaani nchi hii, alikosewa. Kamaru alikuja akaniambia, chukua gari yako twende Kenya. Na tulienda mpaka TZ. Akaongea na huyo mhubiri akamwambia, unajua mimi ni nani? Akamwambia wewe ni Kamaru, sielewi umekuja hapa kufanya nini? Nimekuja kukurudisha Kenya, ulikosewa, tunataka kukurudisha. Na alimrudisha mpaka hapa. Mpaka Kamaru siku moja akaniambia, wewe Harrison Ng'ang'a, nataka ujue hii jina Kamaru, hata mimi Kamaru naliogopa. Huyu ndiye alisema. Utajiri ulioenda na huyu mzee, family, kabla sijasoma Bible, ningetaka niwaambie musiangushe utajiri huu. Tunataka Kamaru kengine kainuke katika jina la Yesu. Na sio mtu wa kawaida anaweza kukusanya watu hao wako hapa. Ni mtu tu kama Kamaru.
Na kwa vile nimeomba na ningependa kusoma neno, kuna neno tumesomewa Akorintho wa kwanza sura ya 6 na mstari wake wa ngapi? Wa 9. Na hili ni neno mzito, lakini ndio nilisomea Kamaru siku moja. Na hii ni neno ambalo ni very discomforting, yani hauwezi kusikia comfortable sana ukilisikiza. Lakini ninajifisha kwa ukweli ya kwamba sio mimi niliandika, ni Mungu aliandika kutumia mtumishi wake Paulo. Wewe fikiria Waiguru. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Imeanza na mkiondoka duniani mtaenda wapi? Ukijiona katika watu wale nitasoma hapa, wewe hautafika mbinguni. Maana imeandikwa kiasi kama 6 ya aina ya watu ambaye hawataingia mbinguni, isipokuwa waende kwa Mungu waoshwe. Na kwa sababu wengi ninaona mnapendaka kanywaji na kameandikwa hapo, nyinyi ni mmoja wa wale. Mkikosa kushuka njia zenu vizuri, amwende kule. Mimi nimewahi kukunywa pombe, lakini nilikunywa Tusker nusu. Na nilikuwa form 2 mwaka wa 1980. Nikasikia Kamaru anakuja Nyahururu social hall kule, na mimi nikasema mimi sijawahi kuona Kamaru. Nikaambiwa na watu na Kamaru sio wa kanisa, usiende. Nikasema nataka kumuona, nilienda. Nikaketi chini kumuona kiiba hapa na mimi nimeketi hapa. Watu wakaanza kunishokosa, kwani wewe ni mdada haukunywi kitu? Wewe ni mwanamke, habari mama? Nikaona tutachokozana sana, nikasema kwani mimi siwezi kukunywa Tusker, haiwezi kuingia kwa tumbo. Leta moja. Mimi sija wale hamuja kunywa Tusker, ni chungu. Inakata kama pilipili. Nimejaribu kumeza, watu wananiambia na kwani wewe unakunywa? Nikamwambia ndio, nikakunywa nusu. Wakati niliondoka hapo nikarudi kwa kanisa, nilisema hivi: Mungu Kamaru asikufa mpaka nimhubiria aokoke. Na nilikuwa kijana wa sekondari. Nilipomaliza shule nilienda nikakusanya watu, nikamwambia huyu Kamaru anajulikana sana Kenya, tumuombee. Tukamuombea mpaka siku moja mtu mmoja wa kanisa akaniambia, wewe mimi ni ndugu ya Kamaru. Nikamwambia kweli, nikahiga, anaitwa Kahiga hapa. Kahiga akaniambia nitakuletea Kamaru hapa. Kabla alete Kamaru akalete mama yake. Mama yake nikamwambia mzigo yangu na Tusker yangu nusu. Akaniambia nitakusaidia. Na Kamaru alikuja kwetu kanisani na Kamaru aliokoka. Kwa hivyo wale hawajui Kamaru ile iliokoka, aliokoka. Akakuja kanisani, akabatizwa na maji nyingi, tukazika yeye kabisa hakuonekana. Alafu akatokea. Lakini hata kama ni wewe umeiba miaka 59 alafu uokoke, kabla usike vile mhubiri anakuja kuzika yeye na madharau kwa vile ni wakulipwa, ukiwa hayo ulifanya nini? Na wazee wengine wa heshima wanapatia Mungu mwili wakati iko karibu kukufa, wakati anaongea hivi, nipe maji, yanasema kama wabele nitakubali. Hii mwili wakati iko na nguvu sio pea Mungu. Mbona kumpa mwili hata haiongei? Isidwe. Haya waya tusome tusikie maneno. Nimewatayarisha ya kutosha. Dakika 5 tu. Hamjui ya kuwa wadhalimu hawatarithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Washerati hawataurithi. Mtu yoyote anawacha mke yake anaenda kwa mke mwingine. Tutawawasha hapa tumewazika. Hawataenda. Na nikiongea unaangalia jirani reaction. Ni kama tumekuwa na nyama zingine sasa. Unaona mtu nyama zile yako nazo zinamwambia anaweza wanawake 10. Na Mungu wa mbinguni alitutengenezea kamoja. Manyo ya mwili yako ni 5. Na inasema wa. Ni wewe tu unaona kama unaweza 5. Ni mimi nimesema washerati hawataurithi ama ni Mungu? Kwa hivyo kila mtu ameruka njia akaenda kwa jirani, hataenda. Hata
tukikutana hapa tuseme ameenda, tunajua ameenda. Tukikutana kwa nyumba tukiwa wahubiri, huwa tunaulizana hiyo mtu ameenda. Watu wanasema hajaenda, lakini kwa sababu ya PR lazima tuambie watu wameenda mbinguni kwa na Baba, lakini hajaenda. Iko hapa. Ya pili ni waabudu sanamu. Ya tatu ni wazinzi. Na Biblia inasema namna gani kwenye Methali 6 mstari wa 32? Mwanaume afanyaye uzinzi na mwanamke hana akili kabisa. Mwanaume anajulikana iko na akili kwa kukwama na mwanamke mmoja. Hiyo ni kusema uko na hizi. Haijulikani wewe uko na akili kwa kuwa na gari mnono na nyumba mrefu. Ni kwa kukwama na mke mmoja. Hii uko na hizi wewe. Na sasa kwa hiyo maneno umejua ni watu wangapi hawana akili. Soma vizuri Methali 6 mstari wa 32 inasema hivyo. Na mtu ambaye hana akili anashikanaga na mwingine hana. Ingine ni wafiaji. Wale wanaume wanafaa kama wadada. Hata nywele imetengenezwa kama ya mama. Hata unaweza kumsalimia mama habari na kuambia si mama, ni mzee. Hiyo kwanza angalia jirani vile amevaa. Kama amevaa kama mdada na ni mwanaume, mwambie hawedi, uzungushe, hawedi. Imeandikwa hivyo hapo. Haedi. Angalia nywele vizuri. Haedi. Na wale wanawake wanafaa kama wanaume. Lazima mbadilishe tabia. Mama awe mama, mwanaume awe mwanaume. Mbinguni ni mbali. Wewe, mpaka hapo nimefika. Wakati watafika mbinguni, wacha tuone na mikono. Niona tu babaki. Wale wengine wameandikwa hapo ni nani? Warawiti. Warawiti sisi hapa ni Kikuyuni katikati. Na tangu zamani hatukuwa na kitu ya mwanaume na mwanaume kuoana. Mtu wewe uko na mama anaitwa Jolifati. Wewe ulitoa wapi hiki? Hata wazirifu wa kabila hawakufanya. Wewe umetoa wapi? Na mnasemaga hakuna shaitani. Hiyo ndio shaitani. Baka ukikuja mkutano kama huu ukiona mwanaume anakuangalia unaanza kuogopa. Asije akakuuliza. Wale wengine ni nani? Mstari wa 10 wala wefi. Kila mtu anaiba kitu ya wenyewe. Mtu ukiona amechukua simu ya wenyewe na kuiba mosea wa wenyewe. Hata kuna waizi wa wazee. Sasa nimuulize, mwizi wa mzee na mwizi wa simu nani mbaya? Ni mwizi wa mzee. Wazee bwana asifiwe. Mbona mzee mkubwa mnono kama mimi anaibiwa na kama mwanamke kebaba? Kwani unafikiria nini? Na unaanza kuzaa tena na ulizao ukamaliza wewe. Wale watamanio, watu wale wanatamani vitu ya yenyewe, akiona kitu anatamani. Hiyo ingine ni gani? Wale walefi. Walefi, kama unakunywanga unaenda hivi. Wewe endelea kuwa na sisi, lakini tunajua hauendi. The Bible imesema. Wala watukanaji, kila mtu anatukana watu. Haendi. Wala wanyang'anyi. Na Biblia inasema baadhi yenu mlikuwa hivyo, lakini mkaoshwa. Sasa hapo tumefika. Mnaonaje juu ya waibaji hawa? Wanaenda ama hawaendi? Unasikia kuna watu wamesema hamwendi. Mjumbe ndio zani sana. Haiwezekani Harrison anahubiri hapa. Jioni tukutane kwa kilabu, nikwambia tunaenda Sayuni. Kwani Sayuni imebadilika? Mbinguni ni mbali, na mbinguni inasemekana si kubwa. Ni kilomita 2200. Usoma Biblia yako vizuri. Kwenda hivi Mlama
2200 kilometers square. Kwa hivyo hapana sema ati Mungu hawezi kuumba watu waue. Watu hao wote wako dunia watatoshea hapo namna gani? Ni wengi wameitwa, wachache wataingia. Hiyo imeandikwa kwenye Revelation 21. Ati na nikaupima mji wa mbinguni. Mji umepimwa na watu wengi unaona hawataingia. Sasa shida ni haujaingia na mke wako ameingia. Haujaingia na mimi nasikia tukifika mbinguni kila mwanamke mwahi kuguza hapa duniani atapanga laini nyuma yako. Hiyo ndio imeandikwa, mambo yote itaandikwa hivi. Haya, alafu sikiza. Mke wako ndiye atakuwa anakunogonesea. Na huyo watatu ni nani? Kuna mwingine amejiongeza hapo ni kama si Mkenya. Utaeleza mambo mpaka utaona watu wamekimbia, watu wazima wanakimbia kama watoto. Mwenye hii wanawake akitokea, mwenye hii wanaume akitokea. Ya mwisho ni hiyo neno limesomwa kitabu cha Hosea hili. Hiyo ndio nitamaliza nayo. Mimi sitawaweka sana, nitawajulisha tu hauleti halafu nikae chini. Biblia inasema Hosea 4 ya kwamba lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli. Kwa maana Bwana ameshtuma na wale wanakaa katika nchi, kwa sababu hapana kweli. Njia moja ya kujua mtu si wa mbinguni ni kuongea uongo baada ya uongo. Akikwambia ninakuja usimngojee, hakuji. Akikuomba pesa akwambia nitarudisha, harudishi. Sasa mtu mwaminifu ni nani? Kama hata mzee akilala, mama anaingia kwa kibeti yake pole pole na anatoa pesa. Mzee anarudi kuuliza na pesa zilienda wapi? Mama anamwambia si tulilala. Unajua wanaume wakilala ni kama wamekufa kidogo. Wanawake ndio wanaamka kwa kuzoea kulea watoto. Sisi tukilala ni kifo, tunaamka asubuhi. Na ndio unaona wanaume wakiamka asubuhi hawaongei vizuri. Sasa pesa zinaibiwa tukiwa tumelala. Alafu Jumapili tuko kanisani tumeinua mikono, watu wanapigia sisi ni wazuri. Kumbe ni waizi nyumbani mwa Bwana. Ile ingine imeandikwa hapo. Hapana neno la kuapa kwa uongo. Hapana neno ila kuapa kwa uongo. Watu wameapa kwa uongo. Na unaona mtu ameshika Biblia unafikiria anaongea ukweli. Ni uongo. Hii watu ni wa hapa. Na kuua, na kuiba, na kuzini, na kuruka mpaka. Unajua kuna mipaka duniani? Mipaka ni kama wewe kupendana na msichana ambaye mtoto wako anapendana naye. Hiyo ni kuruka mpaka. Kuruka mpaka ni ile msichana umeajiri kazi, maisha yako inaanza kumfuatafuata kwa nyumba, unaanza kuruka mipaka. Na watu wengi unaona hapa waliruka na wakarudi, hata haijulikani waliruka. Na kumwaga damu mfululizo kwa ajili haya nchi itaomboleza. Tukitaka Kenya isiomboleze, hii mambo tushindane nayo. Na ukiona Mungu anasema tunaweza kuacha ama hatuwezi? Mungu hawezi kutuambia kitu hatuwezi, tunaweza kuacha. Dakika moja inaomba uambie Mungu nisamehe na usijali jirani. Unaona mzee analala peke yake. Na vile tulikuwa wengi, hakuna mtu mwingine, siku yako ikifika utakuwa peke yako. Kwa hivyo jifanye hakuna mtu, umwambie Bwana meme nimeleka mipaka. Meme nimechukua bebe ya neighbor. Mimi nimeiba mzee na tumekaa naye hapa. Hakuna mtu atasikia, maana kila mtu atakuwa anaongea maneno yake. Tuende mbele ya Mungu. Mimi nimekunywa hata saa hii nimekuja mazishi naona watu wawili. Nilipokuja Taska niliona watu wawili. Kwa hivyo amsua unaona watatu, wanne, tano. Mpaka unasema hii mkutano ni mkubwa wawili. Mungu amasha uombe dakika moja. Na mimi niwasikilize mkiomba. Ukiona jirani haombi ujue hawa ndio wale tumeambiwa wa hapa. Hawaezi. Ninamisha uso wako dakika Mungu. Bwana Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, hii ni neno limeandikwa na wewe na likaandikiwa sisi
ukajua itawezekana. Naombea watu hawa, kama vile neno limewafikia, Mungu uwakumbuke. Na kwa sababu wamekuja hapa si tu kuzika Kamaru, lakini kusikia pasta ya Kamaru alikuwa anahubiri namna gani, ndio Kamaru mzee wa miaka akaenda kusikiliza mtoto wake. Ninaomba watu hao watajirudia tena, wawachane na pombe, maana wanaweza kuacha, wawachane na ulevi, wawachane na mambo yote ambayo tumesoma hapa, na utukanaji na kila kitu, na nchi itakuwa nzuri, na wakikufa wataenda mbinguni. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tupe Bwana Yesu makofi kwa sababu ya hiyo maneno.